Kumekuwa na mijadala inayohusisha mwenendo wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, mwenendo wake tangu uchaguzi wake ufanyike mwezi wa kwanza kwa maana ya Januari 2025 hadi sasa, lakini pia kulinganisha kipindi cha nyuma kabla ya uchaguzi. Na itakumbuka kwamba kumekuwa na mitifano mingi ambayo ilianza kujiri hasa katika kipindi cha kampeni, shutuma zikiwa ni baina ya viongozi wenyewe kwa wenyewe wa chama hicho, viongozi wakuu wa viongozi, kwa maana mwenyekiti wa chama hicho aliyepita Freeman Alkai Mbowe ambaye alikuwa akihusishwa na mienendo isiyo sahihi, shutuma ambazo zilikuwa zinatolewa na viongozi wanachama na wa chama hicho, akiwemo Tundu Antipas Lissu ambaye alikuwa ni mgombea wa nafasi ya uwenyekiti. Lakini pia baadhi ya viongozi walionekana kugawanyika kwa kuna makundi mawili, na makundi hayo ilikuwa sasa timu zikawa mbili kati ya Lissu pamoja na Mbowe. Kwa hiyo kuna timu Lissu pamoja na timu Mbowe. Na miongoni mwa watu ambao wanafuatilia sana mienendo ya chama hicho, lakini si kufuatilia tu bali wamekuwa kihusishwa katika shughuli mbalimbali, na wamejinasibisha hivyo, wamejiweka hivyo kuwa ni wanaharakati, ni mwanamuziki wa Tanzania katika eneo la hip hop, Nay wa Mitego, Nay the True Boy, ambaye pia amejitokeza naye kwa sasa hivi kwa ajili ya kutoa maoni yake, kueleza kila ambacho kinaajiri kwa sasa ama mtazamo wake juu ya chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ameandika katika ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akaweka chapisho ambalo halikuwa na picha yoyote, na akaandika Lissu anarudisha ushawishi wa kusikilizwa na kufuatiliwa kwa Chadema. Chadema imeanza kuwa na nguvu mpya tangu pale uchaguzi wa mwenyekiti mpya ulipofanyika. Ushawishi huu ukiendelea hivi na kuongeza mbinu zaidi, yaliyotabiriwa yanaweza timia. Hayo yalikuwa ni maneno ya Nay the True Boy, Nay wa Mitego, mwanamuziki ambaye amekuwa ni mkosoaji mkubwa wa serikali mbalimbali. Serikali ya awamu ya 4 iliongozwa na mheshimiwa mstaafu, rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Alikuwa akikosoa sana na alikuwa pia akipokea vitisho mbalimbali, lakini vitisho hivyo vilikuwa vikubwa zaidi katika serikali ya awamu ya 5 ambayo Nay the True Boy alipitia wakati mgumu sana. Pamoja na wakati huo hakuacha kuimba nyimbo zake za kiharakati zaidi, ambazo siwezi ama si lazima nizirejee hapa. Kwa wewe mfuatiliaji wa siasa na wanamuziki wanaharakati kama Nay wa Mitego, utakuwa unafahamu kila ambacho kimekuwa kikijiri dhidi yake. Lakini kama haitoshi, pia amekuwa ni mkosoaji mkubwa sana wa serikali ya awamu ya 6 ambayo inaendelea hadi sasa, ikiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassani. Lakini ukiachilia hayo yote mbali, amerejea sasa na amekuwa mkosoaji si tu wa serikali bali ni mkosoaji wa mambo mengi hata ambayo yanajiri katika vyama vya upinzani, kiwemo chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu yeye amekuwa anajiita ni rais wa Manzese, rais wa wanyonge, mpigania amani, mpigania uhuru, mpigania haki, akiimbia makundi mbalimbali kama wakulima, wavuja jasho, kama wamachinga na makundi mengine, wafanyakazi viwandani na mambo kama hayo. Sasa kauli yake ya mwisho ambayo amemalizia nayo hapa, Nay wa Mitego anasema kwamba yaliyo kama ushawishi huu ukiendelea hivi na kuongeza mbinu zaidi, yaliyotabiriwa yanaweza timia. Ni yapi hayo ambayo yaliyotabiriwa yanaweza timia? Mimi na wewe tunaweza tukajiuliza maswali juu ya hili swali, kutoka kwenye swali hili la msingi la Nay wa Mitego. Lakini pia tunaweza pia tukawa tunahusianisha kauli yake na mambo ambayo yamewahi kutabiriwa huko nyuma. Sasa nitaweza kukufahamisha kuhusiana na kila ambacho kinahusishwa kwamba kilichotabiriwa ni kipi hasa. Tupitie maoni kidogo hapa, tutazame namna ambavyo Lissu na uongozi wake unavyozungumziwa kutoka katika chapisho la Nay the True Boy. Nimeona Henry Longino amesema kwamba umma una matumaini makubwa na viongozi hawa kutokana na uzalendo, ujasiri na msimamo wao kwenye haki na utawala wa kisheria. Haya, huyo ameandika hivyo. Sasa kabla hujasoma maoni mengi sana, turudi kwanza kwenye kila ambacho Nay ameacha swali ama ameacha maulizo. Itakumbuka kwamba watu wengi sana
wamepita kusoma chapisho ama utabiri wa Sheikh Yahya ambaye ni miongoni mwa watabiri shehe kutoka Tanzania ambaye ni marehemu sasa hivi. Yeye aliwahi kutabiri na watu wengi wamekuwa wakijiuliza utabiri huu utatimia, kwa sababu umetimia katika namna asilimia kadhaa, lakini bado asilimia kadhaa haujaweza kutimia. Sheikh Yahya aliwahi kusema baada ya vipindi viwili vya Rais Jakaya Kikwete atakuja rais ambaye ni mweusi, mchapakazi lakini mchekeshaji sana. Hata hivyo ataongoza kwa kipindi kifupi tu, hapo ndipo Tanzania itapata rais mwanamke, na baada ya hapo upinzani utachukua nchi. Haya aliyatabiri Sheikh Yahya ambaye alifariki mwaka 2011. Aliyatabiri kabla ya kuweza kufariki, na Sheikh Yahya amekuwa ni miongoni mwa watabiri maarufu Tanzania. Wametabiri mambo makubwa mengi ambayo yaliwahi kutokea, lakini hili ni kubwa ambalo alilitabiri na kweli likatimia. Kwanza likatimia katika sehemu yake. Kwanza, baada ya vipindi viwili vya Rais Jakaya Kikwete atakuja rais ambaye ni mweusi, mchapakazi lakini mchekeshaji sana. Ni kweli akaja Rais John Pombe Joseph Magufuli, rais ambaye alikuwa ni mweusi ukilinganisha na Rais Mrisho Jakaya Kikwete ambaye na yeye pia ni Mwafrika lakini ana rangi kidogo ya maji yekunde na weupe ama maji yekunde iliyo inayojionyesha kwamba ni maji yekunde iliyoivilia kabisa. Kwa hivyo ana utofauti kidogo na Rais hayati John Pombe Joseph Magufuli. Na hata hivyo ataongoza kwa kipindi kifupi tu, hapo ndipo Tanzania itampata rais mwanamke. Ni kweli utabiri huu pia umetimia, ya kwamba Jakaya Mrisho Kikwete aliongoza awamu zake zote mbili, na baadaye akaja rais huyo mchapakazi lakini mchekeshaji. Tunamzungumzia Rais hayati John Pombe Joseph Magufuli. Akafanya hivyo na kweli akaongoza kwa kipindi kifupi, kwa maana awamu ya kwanza na awamu ya pili akaingia madarakani, akaongoza mwaka 1.5 akawa amefariki. Taifa likazizima, katiba ikaruhusu kumpata rais mwanamke, kama ndivyo ambavyo Sheikh Yahya akasema ataongoza kwa kipindi kifupi tu, hapo ndipo Tanzania itampata rais mwanamke. Haya, na baada ya hapo upinzani utachukua nchi. Hapa ndipo ambapo bado utabiri huu haujatimia. Sasa Nay the True Boy anasema kama Chadema wakaendelea na ubunifu huo na wakaongeza jitihada zaidi, utabiri utaweza kutimia. Kwa hiyo utabiri huu ambao wengi wanasoma na wanakumbuka, na hii kama ambavyo hapa The Low Media tunakufahamisha, tunasubiri kuona je kweli huu utabiri utatokea. Lakini mchakato huu si wa kawaida ama si mwepesi, inahitaji jitihada kama kweli. Wacha tuone, tusubiri nini ambacho yanaweza kutokea. Tukirejea sasa katika chapisho la Nay the True Boy, mwingine aliyeweka comment yake anasema, anaitwa Secret Mission, yatatimia, tuna muda mchache, hatuna time ya kupangana na wavaa kijani, kuparangana na wavaa kijani. Tutaichukua nchi kwa lazima, kwa harakati tu. Tunaomba wananchi waelewe mabadiliko ni swala la lazima, sio ombi. Mifumo haitambui mwananchi wa kawaida, labda uwe na cheo au kada, hapo ndipo tunawapoteza maboya haya. Lakini anasema Six Bati Edward amesema fighting is in progress to attend on the top of the mountain. Haya, sawa. Anasema harakati ama mapambano yanaendelea kwa ajili ya kuweza kufika juu ya kilele cha mlima. Haya, ameandika hivyo. Lakini Sniper Mtalibani ameweka 2025 na emoji ya fire. Ni kweli Tundu Lissu anakubalika kwa sababu ya misimamo yake kuhusu rasilimali za nchi nzuri, anazifahamu ipasavyo, ndio maana alianza kitambo sana mahakama kuwapambania raia wanaozungukwa na mgodi, ya wanufaishe wao kwanza kabla ya wawekezaji wanaochota kupeleka nje. Huyu ni physiology, ameandika, amecomment hivyo. Hakika haswa sisi wananchi kukubali mwamko huu na kuichangia Chadema itekeleze majukumu yake kitaifa, tukiwa wamoja
hili linawezekana na hakuna atakayezuia nguvu yetu sisi wananchi, ikiwa tutaungana. Tulio tayari tuendelee na huo utayari hadi mwisho. Haya, yamezungumzia ile kampeni ya Tone Nimo ambayo inachangishwa ndani ya Chadema kuratibu mchakato wa no reforms no election. Haya, mambo ni mengi, wengine wameka tu picha za Tone Nimo, lakini maoni ni mengi kweli kweli. Kama ambavyo unafahamu, huyu ni msanii, kwa hivyo ana watu wengi ambao wanamfuatilia, lakini nimejaribu kukupitisha katika maoni ya haya watu ambao wamemuunga mkono, na pengine ndio ambao wanasubiri sasa utabiri uweze kutimia. Na huu ni sehemu ya utabiri. Inawezekana na wewe ukawa na utabiri wako ambao tunaweza tukashare wote kwa pamoja katika uwanja wa maoni hapa. Asante sana, endelea kuwa pamoja nasi.